Haleluya, haleluya. Hii ni Biblia ambayo imevuviwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa hii Biblia Mungu aliamua kujifunua mwenyewe ndani ya hii Biblia katika nafsi tatu, kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. So Mungu alijifunua hivyo ili yeye asitegemee kitu chochote kwenye uumbaji wake na kwenye kuishi kwake. Kwa alijifunua katika nafsi hizi tatu kwamba yeye Mungu kama Mungu asimame kama Baba muumbaji, alafu ajifunue katika nafsi ya Mungu Mwana. Kwa nini? Atakayewapatanisha watu au ulimwengu pamoja na Mungu. Alafu ajifunue kama Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye huyo Roho Mtakatifu kwa ajili ya kufanya ushirika pamoja na watu. Kwa hiyo Mungu amejifunua katika hizo nafsi tatu kwamba kuonekana yeye anajitosheleza, yaani Mungu anitegemei mimi ili aishi. So Mungu hategemei maji ili aishi, ila yeye mwenyewe anajitegemea. Ndio maana akajifunua katika nafsi tatu. Kwa hiyo tunavyozungumzia Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, so amejifunua katika hizo nafsi ili yeye aonekane yafanya nini? Amejitosheleza. Kwa hiyo ukisoma hii Biblia lazima uone hizi nafsi tatu zimo humu ndani, kwamba Mungu Baba amesema, Mungu Mwana amezungumza, Mungu Roho Mtakatifu amezungumza. Sasa hawa wote wamekuja kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu aliyepotea, na Mungu ni mkamilifu, na Mungu amejitosheleza, na ndiye aliyeongoza kuandika hii Biblia. Hakuna kitabu kizuri kama hiki kama Biblia, kwa sababu kimeeleza mambo mengi na siri nyingi kuhusu maisha ya mwanadamu hapa duniani. Kwa Biblia ni kitabu ambacho Mungu ametupa kama mwongozo wa kuishi hapa duniani na kuishi katika nchi mpya, au kuishi katika ufalme wa Mungu, kuishi katika nchi mpya. Inatakiwa tuishi vipi tukiwa hapa, na tutaishi vipi katika nchi mpya, na utaratibu na namna ya kuishi. Kwa hiyo haya yote yaliyoandikwa kwenye Biblia ni maelekezo ya Mungu juu ya kuishi mwanadamu akiongozwa na Mungu, akiongozwa na neno. Neno ndio linalo tuongoza sisi wanadamu.